Mada ya kwanza inazungumzia about mambo ya South Africa. South Africa nasikia wanaenda kupiga kura, na hii kura wanaenda pia kutoa wale wenye si wenyeji wa South Africa, wenye si wazaliwa wa South Africa, na pia wataki wa Afrika huko. So mimi najiuliza, kuna hii vita inakuja kati ya Afrika ama ni nini? Na AU chairman mbona amenyamaza? Mbona siite hizi nchi hawa viongozi wakae chini waweze kuzungumza? Kwa sababu hii vita ikiwa itaharibu uchumi ya Afrika, itaharibu uhusiano ya Afrika, na itaharibu pia transportation of goods from one place to another, kwa sababu South Africa, Kenya, Uganda and Tanzania, we trade together, transportation tunafanya together. So it is not healthy in our country, and it is high time for AU chairman to call this thing and settle it. Na ikianza hivyo, South Africa they are in other countries pia watakuwa wanafukuzwa, na wakianza kufukuzwa, that is another war of which we are not ready for it. Swali la pili, it is about Olkalau. DCP imesimamisha mtu na Jubilee imesimamisha mtu, and both of them they are opposition. In opposition, whether it is Linda Mwananchi or the other opposition, those people are confused, hawajui ni nini wanafanya, and yet they are not going anywhere because they are after their own interest. Mbona wasiungane tu pamoja waseme tumesimamisha mtu fulani? And that's why Mchina UDA candidate is going to take this thing very early in the morning, na watapigana wenyewe pale. Kuna vita wenyewe, wasiseme ati ni government. It is between DCP and Jubilee. Kila mtu anaonyesha ubabe wake, and that is the good time for Mchina the UDA candidate to take the position. Another agenda was about my friend talked about Kisii. Ati kule Kisii ati watu wakienda hakuna watu wananunua vitu. That is propaganda. That is propaganda. Chenye nafanyika Kisii, tuseme venye memba mwenzetu amesema, tuseme sasa watu wa Kisii wanatoka Kisii wakitaka kununua nyanya wataenda Kisumu ama wataenda Migori. That is propaganda. Kisii is safe. Kisii is safe in the hand of Simbarati. Simba is the tire of Kisii, and Kisii they are happy to have Simba. Now wataki vitu za Linda Mwananchi, wataki vitu za opposition. Wamekaa opposition for so long. That's why Linda Mwananchi and opposition wanaleta propaganda zenye haziko. Hizo vitu zenye mnaona kwa media ile ni watu wanapiga context. Hii hakuna tisi watu wakisia kia wanunui vitu. No, that is bullshit. Unaweza kataa kununua kitu, unaenda kununua kitu Kisumu. It doesn't even make sense. Ya mwisho ilikuwa about mambo ya Guns Orengo and Sifuna. Nyanza people hawataki mambo ya opposition. They are fed up with opposition. Get it into your mind. Wale hawataki vitu za opposition. Kama umekuja kuomba, kuja aomba then uende. Mambo ya kwanza kusimama tunawaambia opposition, they don't have time. Nyanza they are after maendeleo saizi. Wamekuwa kwa opposition since independence to date. You cannot convince them now ati waingie opposition. It won't happen. Na Nyanza ni watu wenye wakichukua direction, wamechukua direction. Na wanachukua direction ile vizuri, yenye wanajua vizuri, tukichukua hii direction tutapata manufaa. That's why mabarabara yanajengwa, soko yanajengwa, tuko na viwanja vinajengwa, na kila kitu inaendelea vile inatakikana. Hawana time ya kusikiza propaganda na fitina mingi in Nyanza. So get it in your mind, you opposition and Linda Mwananchi. When you are in Nyanza, go and talk of maendeleo. Hatuna time na kukua opposition. Term ni mbili. Ruto ni 2 term, in Nyanza term ni mbili. Na tunasema hivyo because vitu zenye tunaona. Hatuna time ya kukua opposition. Order. Time.